Ndo kabisa cha watazamaji wetu ambao mmekuwa mkiendelea kufuatilia kipindi chenye mguso wa kugusa maisha ya kila mmoja kwa kupitia shuhuda mbalimbali. Katika kipindi hiki nipende kualika zaidi ujikite katika kipindi cha Amka Tumsifu Mungu chenye kukugusia wewe namna gani imani yako imeweza kuimarika kwa kupitia watumishi mbalimbali ambao wameamua kujitoa kufanya kazi ya Bwana, ikiwemo waimbaji pamoja na wachungaji na maaskofu ambao wamekuwa pia wakikupa wewe somo katika maisha yako ili uweze kuimarika kiimani. Utakuwa nami kuanzia sasa hadi fikapo saa 3 kamili katika kipindi hiki kwa kujifunza na kufahamu mengi zaidi kwa kina tukizungumzia katika maisha yako ni kwa namna gani inavyofanya kazi hadi wewe kuimarika hapo ulipo. Wengine wakiwa wameenda kanisani wakitufuatilia kupitia kituo chako bora cha kurusha matangazo kupitia screen yako hapo nyumbani Star TV, tukiwa mubashara kabisa, ambapo tutakuwa nami mtangazaji wako Andrea Amos Masanja, lakini pia mwandaji na mtayarishaji wa kipindi hiki si mwingine ni mtumishi wako Emmanuel Makuliga, na mpiga picha ni Elisha Ndaro, na mrusha matangazo haya kwa uzuri kabisa kukufikia popote kule uliko duniani ni Anastasia Charles. Pia ndiye anahakikisha kwamba unatupata hata pia kupitia mitandao ya kijamii Facebook, YouTube pamoja na mtandao wa X ikiwemo na Instagram kwa kuandika Tumsifu Mungu Star TV. Kule nako unatupata kupata vipindi vyetu mbalimbali ili uweze kuimarishwa katika maisha yako na kusimama imara zaidi katika changamoto za hapa na pale ambazo unakuwa unazipitia. Ni jambo gani la pekee kabisa ambalo Mungu ameweza kukutendea katika maisha yako tangu tumeingia katika mwezi huu mpya, mwezi wa 6, na leo ikiwa ni Jumapili ya 3 katika mwezi huu, kila mmoja akiwa na shauku kubwa na kukaa chini na kutafakari ukuu wa Mungu, namna jinsi Mungu alivyoendelea kumtendea na kuonesha miujiza hata pale ambapo aliona hapa ili mbona jambo haliwezekani kabisa. Ni ushuhuda upi? Kwa kupitia nambari za simu hizo unaweza ukatuma ujumbe wako mtazamaji, na imani kuna watu ambao wamekuwa na shuhuda mbalimbali, na huenda shuhuda hizo zikawa ni miongoni mwa shuhuda zikaongoa hata mtu mwingine ambaye alikuwa anaona anaenda kuanguka kabisa katika wimbi zito, na ukamnyanyua tena na kaendelea kumtukuza Mungu katika maisha yake na kufanya kazi ya Bwana. Huenda ni mwimbaji amekosa matumaini kabisa, na huenda ni mwingine ni mwinjilisti ambaye amejitoa kimasomaso kupambana kuhakikisha kazi ya Bwana inaendelea kusonga mbele kwa kutembeza vijizuu pamoja na kuuza vitabu vya Biblia na vitabu mbalimbali vya neno la Mungu. Nikusihi tu uweze kutuma ujumbe wako kupitia nambari hizo ambazo unazitazama kupitia kio cha television yako ukiwa hapo nyumbani, lakini pia bila kusahau kumshirikisha jirani yako, ndugu na jamaa, ili waweze kubarikiwa kupitia kipindi hiki cha Amka Tumsifu Mungu. Mimi huenda nina shuhuda pia ya kukuweka wewe mtazamaji kutafakari ni kwa namna gani Mungu ambavyo amekuwa akigusa maisha yangu na pia amekuwa akigusa maisha yako wewe mwenyewe. Tuma ujumbe wako hapo na mimi pia nitaendelea kusoma na kutafakari ukuu wa Mungu kwa namna jinsi ambavyo ameendelea kutugusa katika maisha yetu ya kila siku tunapoamka, tunapoenda kazini na kufanya mambo yetu. Kuna wengine asubuhi ananyanyuka na kwenda kazini, anarudi na anasahau kabisa hata kupata ule muda tu kidogo, hata dakika chache, kumshukuru Mungu kwa kila ambacho ameweza kumtendea katika maisha hayo. Kwa sababu kuna wengine wamelala, wameamka, lakini kuna wengine walilala na wakalala mazima kabisa, hawakuweza kunyanyuka tena. Yote hayo sio kwa nguvu zetu sisi wanadamu, bali ni kwa nguvu za Baba na Muumbaji wa ulimwengu, na hata sisi pia wanadamu ambaye anayetupatia pumzi ya uhai kila uchwao katika maisha yetu. Ni jambo la kutafakari sana. Je, hapo asubuhi ulipoamka siku hii ya leo, ni kitu gani cha pekee kabisa ambacho kimekuwa kikizunguka katika akili yako na kufahamu ya kwamba hili si kwa nguvu zangu, ila Bwana ndiye amesimama kuweza kunitetea na kufika hapa? Ni jambo gani hilo? Nalo pia unaweza ukashare nasi kwa kupitia nambari hizo ambazo nimeweza kukuambia. Changamka, fursa ndio hii hapa sasa ili tuweze kupitia jumbe zako. Kingine ambacho pia mtazamaji ambapo unatakiwa kujifunza zaidi katika maisha yako ni jambo la kutenga muda na nafasi ya pekee kabisa ya kumshukuru Muumba wako.
siku 6 unafanya kazi, na wengine wanakosa hata muda ule wa kwenda kanisani kwenda kumtumikia Bwana. Je, jiulize hapo ulipo, umetafuta fedha kiasi gani, na ni kwa namna gani malengo ambayo uliyapanga yametimia kwa asilimia ngapi? Kuna wengine wameenda kanisani lakini malengo yao Mungu ameendelea kuwanyoshia mkono, lakini kuna wengine pia wamekuwa hawaendi kanisani na Mungu bado anaendelea kuwanyoshia mkono. Ni watu wawili hao tofauti, lakini japo wanapata mafanikio, lakini bado kuna kasoro ambayo inakuwa inaonekana. Wewe katika maisha yako, je, una muda wa kumshukuru Mungu japo kidogo kama nilivyozungumza awali hapo? Je, una nafasi ya kupata muda kufunua Biblia na kusoma nyumbani, kuhakikisha watoto ulionao na wageni kwa ujumla kujifunza neno la Mungu? Au na wewe pia umekuwa kinyanyuka tu kama kuku anapotoka bandani na kuelekea mitaani kuzunguka huku na kule kutafuta chochote kitu katika maisha yako? Ni jambo la kutafakari sana. Kisa kimoja ambacho huenda kikakujenga katika maisha yako pia, na ukatafakari ni namna gani Mungu ambavyo amekuwa akitenda miujiza kwa watu wengi. Kuna kijana mmoja, kijana huyu ambaye alikuwa anasoma katika chuo kimoja cha uandishi wa habari hapa Tanzania. Ni kijana ambaye alikuwa akimtumikia Mungu kwa bidii sana, na dhehebu lake huenda nisilitaje, lakini pia ni kijana ambaye alikuwa anaonekana akiwa katika muonekano wa unyenyekevu na kumtumainia Bwana na kusimama imara kwa msimamo wake thabiti kabisa katika kazi hii ya kumtumikia Bwana. Siku moja akawa anatafakari neno, lakini pia siku hiyo ilikuwa ni siku ya kwenda kanisani, na siku hiyo ilikuwa ni siku ya kuelekea chuoni kwenda kufanya mtihani, na huo mtihani ndio ulikuwa mtihani wake wa mwisho wa kuweza kupasi kuingia hatua nyingine. Je, ingekuwa ni kwako, ungepata hii fursa ya pekee kabisa, ungeenda kufanya mtihani au ungeamua kwenda kanisani kwa Muumba wako ambaye unamtumaini anaweza kwa mambo yote kukutendea katika maisha yako na anayekupa pumzi ya uhai? Kijana huyu, licha changamoto zile ambazo alikuwa anazipitia, aliamua kuachana na ule mtihani na kuelekea kanisani. Akasema liwalo na liwe, kwa sababu ninamtumikia Mungu ambaye ni Mungu wa majeshi, ni mwamba usiotikisika katika maisha yetu kila siku. Akaamua kwenda kanisani, na alipoenda kanisani na ule mtihani, wengi waliweza kumzodoa sana kwa kila ambacho kwa maamuzi ya kitendo ambacho alikichukua. Akaenda kanisani, akatoka kanisani na akajinyenyekeza kikamilifu kabisa kwa Mungu, kwamba Mungu, umenipa nafasi nyingine ya kukutumikia, na kama wewe ndio utaruhusu mimi nipasi kuelekea katika hatua nyingine, ama utanipa nafasi, ninakuachia wewe tu Bwana. Akaenda kanisani, na baada ya kutoka kanisani, wenzake wakamwambia mtihani umeweza kumalizika, na ulikuwa ni mtihani wake wa special kwenda kufanya. Na ukumbuke, unapokuwa unafanya mtihani wa special, kwa wale ambao watu wamepita vioni, ni mtihani ambao unakuwa mtihani mingine yote haukuweza kuyafanya, huenda kwa changamoto fulani ambayo iliweza kujitokeza ya ada ama kufiwa, na ndio maana unapatiwa huo mtihani wa special. Hakuweza kufanya pia, na usipofanya huo mtihani ndio maana ukaitwa special. Ina maana ya kwamba wewe kuna uwezekano mkubwa sana wa kuweza kurudia ule mtihani, lakini huenda kwa kuongezewa mwaka mwingine au kwa kusitisha kabisa masomo. Kijana yule alipoona hali hiyo, aliendelea kumtukuza Mungu na hakuogopa chochote kile. Na baada ya kuona hali hiyo imejitokeza na wengine kumsema, bado aliendelea kusimama. Kesho asubuhi, kupitia hadithi yake hii tamu, alienda kanisani na akatoka kanisani. Ilipofika kesho yake, siku ya ibada imeisha, ilikuwa ni siku sasa ya kuelekea shule ili kuendelea na masomo na kufahamu je, ni jukumu gani anaenda kulichukua kupitia hatua ile ambayo aliweza kuichukua. Jambo moja la pekee kabisa nililojifunza kabla sijamalizia hadithi hii, katika maisha yako hakikisha kwamba unamtumainia Bwana wa majeshi
ambaye ataweza kukunyanyua hata pale unapoona umedondoka. Kuna wengine wapo wanamtumikia Bwana katika maisha yao, lakini bado kile wanachokitumikia ama kukiamini wanakuwa na mashaka nacho. Je, kumbuka wewe hapo ulipo, ni jambo gani ambalo lilitenga sasa hili jambo mwaka huu 2025 nitaweza kulifanya na kulitimiza? Au ni ndoto gani ambayo ukasema kwamba hii ndoto ninahakikisha kabisa hii ndoto lazima itimie? Kama ninahitaji kununua gari, ninahitaji kwenda kanisani kila siku, sitaji kuacha, ninahitaji niache pombe. Hayo yote ulimshirikisha Mungu kuwa wa kwanza, au mawazo yako ndio yalikuwa ya kwanza? Kijana huyu alimshirikisha Mungu kuwa wa kwanza katika maisha yake. Na wewe pia unaweza kujiuliza, kila jambo ulifanyalo popote pale ulipo, iwe asubuhi, mchana, jioni, usiku, unamshirikisha Mungu kwa asilimia ngapi katika maisha yako? Je, umekuwa ukimshirikisha Mungu baada ya kuona anguko? Maana kuna watu wanapokuwa wakiona hapa ninaenda kuanguka, sasa sina jitihada yoyote ambayo itaweza kunisimamisha, ndipo anakumbuka ya kwamba yupo Mungu wa majeshi, Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, ambaye hawezi kutikiswa na kitu chochote. Ndipo anaweza kutambua ya kwamba ninahitaji nisome Biblia kwa undani, nitenge muda wa maombi pia. Na jambo hilo anapolitimiza, usahau kabisa kwamba bado anatakiwa kuendelea kumtukuza Mungu. Sasa basi, tukienda kumalizia hadithi yetu, kijana huyu baada ya kuelekea chuo, na alifika akaonana na kiongozi wa darasa, na kiongozi wa darasa akaamua kumpeleka sasa kwa mwalimu ambaye alikuwa anasimamia somo hilo, ambaye alikuwa anafundisha. Wanaitwa kuna maprofesa, lakini pia kuna lecturers ambao wanakuwa wanatoa masomo hayo. Kijana alienda akazungumza vizuri na mwalimu, lakini mwalimu bado alikataa kabisa na kusema kwamba hautoweza kufanya huo mtihani, na wewe utakachokisubiri tu ni matokeo namna jinsi yanavyotoka, na uyapokee na ukubaliane na hali ambayo imejitokeza. Kwa kufupisha hadithi hii, matokeo yalipotoka na baada ya kufanya mitihani mingine na ule mtihani pia ambao kufanya kujumuisha yale matokeo kwa pamoja, na imani hapo ulipo unatamani kusikia, je, kijana yule aliweza kufanikiwa? Kwa tabasamu la pekee kabisa na kwa furaha moyoni, kwa namna jinsi Mungu ambavyo ameendelea kutenda miujiza sasa, na watu wengi wamekuwa wakipata shuhuda mbalimbali kupitia hadithi za hapa na pale, Mungu akigusa maisha yao moja kwa moja na kuweza kuongoa watu wengine pia. Kijana yule aliweza kufanikiwa kupata matokeo mazuri sana kuliko hata wale ambao waliweza kufanya ile mitihani yote, na aliweza kufaulu na kuendelea na daraja jingine, na kile kitu kilionekana kwake ni cha ajabu na cha kushangaza katika maisha yake. Je, wewe hapa ulipo, kitu gani ambacho kimekuwa kwako cha ajabu na cha kushangaza? Tunasema kwa Kiingereza na kwa lugha ambayo imeletwa na Mary, surprise. Kitu gani ambacho Mungu amekufanyia kwako imekuwa ni surprise katika maisha yako ya kila siku unapokuwa unaamka? Hadithi hii ndio imefikia hapa mwisho, na huenda kuna kitu pia umekipata katika maisha yako. Leo ni siku ambayo ninakupa shuhuda za hapa na pale kutoka katika pande zote za ulimwengu, na kwa watu wengi ambao wameamua kujitoa kumtumainia Bwana katika maisha yao. Je, wewe hapo ulipo sasa, kukupitia nambari hizo za simu, ni ushuhuda upi na mimi pia ninaweza nikaupitia nikajifunza kile kutoka kwako na mtazamaji, huenda ukamgusa kwa namna fulani ama nyingine. Hata kukupitia maandiko tunawaona manabii mbalimbali ambao wamekuwa ni shuhuda kwetu sisi. Wamekuwa kitutia moyo, wamekuwa kitujenga kiroho, hata pale tunapokuwa tunaona tumeanguka ama kuchechemea. Wamekuwa kiendelea kutusimamisha imara kwa kupitia maandiko matakatifu. Na sisi hapa leo tuko hapa si tu kwa mapenzi yetu,
ama kwa kusudi letu sisi wenyewe, bali ni kwa kusudi la Mwenyezi Mungu, na kwa kukupitia watu ambao amewateua au kuwachagua kuwa nuru na kutuangazia katika maisha yetu, na kutuonesha njia ipi ambayo tunaweza kuipita na ikawa sahihi na tukaweza kufanikiwa zaidi. Kisa kingine cha pekee kabisa leo ni mwendo wa visa na shuhuda mbalimbali ambazo ninakupa, na tutagusa hata pia visa vingine kupitia Biblia. Kisa kingine ambacho kiliweza kunigusa mimi pia binafsi ni pale kukutana na mzee mmoja. Mzee huyo mwenye makamo fulani, tunaweza kusema bado ni kijana, kwa miaka 40 hivi. Ile mzee alikuwa na changamoto nyingi sana katika familia yake, na hakuwa na maisha mazuri. Alikuwa na maisha kawaida kabisa, maisha ya chini, lakini alikuwa na hofu ya Mungu huyo mzee. Kwa maisha alivyokuwa kiendelea huku na kule, alikuwa na watoto wapatao 5, na mtoto wake wa kwanza alikuwa shule, na aliamua kumpeleka shule hizi za shule binafsi, tunasema private school. Yule mzee alikuwa akipambana sana kuhakikisha mwanae anasoma, kwa sababu ndo alikuwa kijana wa kwanza, first born katika familia ile. Na ile familia kiukweli ilikuwa imesimama imara, na ilikuwa na dini kweli. Asubuhi ni maombi, usiku maombi, na jioni pia ilikuwa ni maombi. Kwa hiyo utaona ni kwa namna gani kuna familia ambazo zimejitoa. Watoto asubuhi watoto wanafundishwa neno la Mungu, jioni watoto wanafundishwa neno la Mungu. Lakini kuna familia zingine unakuta mtoto asubuhi anapoamka, hata kumsalimia mzazi wake inakuwa ni shida. Hata kumpatia Biblia tu yule kijana aweze kusoma ama kuongoza ile ibada ya asubuhi au ya usiku, ya jioni, kijana hawezi. Ila ukimpatia smartphone ama ukimpatia smartphone ama hizi simu janja hizi, na kukawa na bando mule, akaingia mtandaoni na kuanza kuperuzi, unaweza ukashangaa ni kijana mdogo sana kwa sasa, kwa kizazi hiki. Anaweza kukupeleka sehemu hata wewe mzazi ambapo hujawahi kufikiri utaweza kufika katika simu yako, kwa upekuzi ambao mtoto anakuwa anaufanya, na kwa vile vitu ambavyo anakuwa anaingia. Mtoto mdogo utakuta anaingia Instagram, utakuta anaingia YouTube, utakuta anaingia mtandao, anaujua mtandao wa X na mengine mengi hata yasiokuwa, hata na mengine mengi yasiofaa ambayo yanashusha maadili kwa watoto. Je, na wewe pia unaweza kutafakari huku tukiendelea na hiki kisa, maisha yako ni kwa namna gani watoto wanajifunza kukupitia wewe mzazi uliyepo hapo nyumbani, kukupitia neno la Mungu, kujifunza mambo mbalimbali ambayo yatawajenga katika maisha yao ya baadaye wakiwa na familia. Au na wewe ni mzazi ambaye unafuata ulimwengu. Tunasema kuna wale wazazi kwa kutumia lugha tata ulimbukeni. Kuna wazazi ambao kila kinachotoka naye anaenda na usasa, na watoto pia wanaenda na usasa. Kijana atanyoa kiduku, baba naye kiduku. Utakuta mama kanyoa panki hivyo, lakini pia na mzazi anampeleka na mtoto kule. Sidhani kama kuna mzazi ambaye anakunywa pombe na anatamani mtoto wake naye pia aweze kunywa pombe, na sidhani kama kuna akili ya mzazi ambaye anavuta sigara ama bange na akamruhusu mwanae pia aweze kushawishika kuendelea kuvuta sigara ama bange. Sidhani kama kuna mzazi wa namna hiyo ambaye anapenda mwanae awe hivyo. Lakini kwa kupitia hiki kisa kuna kitu ambacho unaenda kukitazama kupitia hiki kisa, kikakufungua macho na akili yako, kukujenga kiroho na kiimani zaidi katika maisha yako, na kukufanya wewe uamke sasa kuhakikisha wanao na familia kiujumla wanaendelea kumtumainia Bwana, hata pia mapenzi ya Bwana yakitimizwa, kuona ufalme wa Mungu ataporejea mara ya pili. Mzee yule aliendelea kupambana na mwanae, kumsomesha, na maisha yake yakiwa ni ya kawaida kabisa. Lakini pia baada ya kuona ada imeweza kuisha, yule mtoto alikuwa akirudi nyumbani kwa sababu ya mapenzi ya mzazi, na alikuwa anatamani mwanae afike mbali ili kuweza kuwasaidia wadogo zake huku nyuma.
mzee na yule mama waliendelea kupambana kwa kweli. Walipambana, ndipo utaona namna gani Mungu anaweza kukunyoshia mkono hata pale unapoona kuna giza ama umekuwa kipofu kabisa, huoni kwa macho ya kiroho kwamba Mungu anaweza kukutendea jambo hilo. Siku zikaenda, kijana anaenda anarudishwa nyumbani, anafanya mitihani na mitihani mingine akawa hawezi kufanya kabisa kutokana na ukosefu wa ada shuleni. Mama akamshauri, kwa nini usimchukue kijana wetu wa kwanza, kwa sababu ya uchumi wetu umeyumba na hali unavyoitazama sio nzuri kwa kweli, tumpeleke shule tu za kawaida. Yule baba cha pekee alichokuwa nacho na imani aliyokuwa nayo inaweza kukushangaza. Licha ya mwanae kufukuzwa shule na kurudishwa nyumbani kukaa miezi 2 ama 3, unaweza kufikiria hapo wewe kama ndio mtoto sasa unarudishwa unatolewa shule za boarding, na ukumbuke hiyo miezi 3 kuna wenzako wanafanya mitihani, kuna wenzako wanafanya quiz, wanafanya majaribio ya hapa na pale kuhakikisha wanakuwa imara kwa kujifunza mengi zaidi na walimu. Lakini huyu kijana alikuwa akirudi nyumbani anakaa miezi 2 3, kisha anarejea tena shule, anaendelea na masomo, anasoma hivyo anafaulu, Mungu anaendelea kumnyoshia mkono, anafanya vizuri. Lakini bado alikuwa akirudi nyumbani kutokana na hali ya kiuchumi ambapo ilikuwa ni mbaya sana. Mzee alipambana akasema, mwanangu, mke wangu siwezi kumruhusu mwanangu aweze kutoka katika ile shule, kwa sababu najua ni shule ya dini na kuna vitu anajifunza vingi kupitia shule ile, japo anarudishwa nyumbani miezi mingapi hiyo, 3, 2, 1, wiki 2, na anarudi tena na imani Mungu ataendelea kutenda miujiza. Mungu ninayemtumikia na Mungu ninayemuomba kila siku kumlilia kwa kushuka chini, kwa kupiga magoti, nina imani atasimama katika maisha yangu na mwanangu atafika mbali kule ambako anatarajia kufika. Unaweza kusema ni imani iliyo ya pekee kiasi gani? Je, wewe umekuwa na mashaka katika mipango yako na kazi zako za hapa na pale ambazo umekuwa ukizifanya? Imani yako umeipima kwa kiasi gani? Jambo gani ambalo limekuwa likipima imani yako, ama ni jaribu gani ambalo limekuwa likigusa na kuona imani yako imesimama kiasi gani katika maisha haya kila siku yenye changamoto za hapa na pale, mshike vurugu za hapa na pale? Sasa yule mzee akaendelea akapambana, akamsii mke wake, bwana, mimi mwanangu ataendelea kukaa pale shule licha ya kufukuzwa kurudi, lakini bado nitaendelea kupambana. Mzee akaamua sasa, alivyoona hali inazidi kuwa tete, akajitosa. Kujitosa kwake ni kuna ile mikopo, tunasema mikopo wa kina mama. Jambo hili ama wakina mama, wanawake, wadada, jambo hili huwa wanalifahamu sana. Kuna ile mikoba, anacheza mikoba huku, kesho anacheza mkoba huku, kesho anacheza huku, na zote zile unakuta zinahitaji 2,000, 3,000 kwa wiki, shingapi, 10,000. Unakuta mama anachakalika, baba anachakalika kurudisha ile riba ili mwisho wa siku waweze kupata fungu ambalo limenona, fungu lililonona. Sasa kutokana na hiyo hali, baba akaamua kujitosa kwenda kukopa benki. Yule mzee alivyojitosa kwenda kukopa benki, akasema hapa sasa changamoto zangu zitakwisha. Kwa kweli ni mwanangu atasoma vizuri, na kama kujenga nyumba nitajenga, nitaimalizia, nitaipiga bati, nitarekebisha na nitakula vizuri. Kwa hiyo alikuwa na matarajio mengi kwa kweli kwa kupitia ule mkopo ambao alikuwa anaenda kuchukua benki, na aliweza kuwapa watoto, kuwatia moyo. Kama unavyofahamu, kweli wazazi, sidhani kama kuna mzazi ambaye huwa anakaa mezani na watoto sebreni na kuanza kuambia, wanangu, leo mimi nina shida. Kwa kweli leo nina shida, sina pesa na huenda tukalala njaa. Kwa hiyo mjiandae kisaikolojia kwa swala hilo. Sidhani kama kuna mzazi mwenye akili na ambaye anamtumikia Mungu akaweza kuwakalisha watoto kuambia hivyo. Na imani wazazi wengi huwa wanakaa wanakutuambia, kwa kweli kwa sasa hivi mwanangu sina, ila na imani tutakula, nina imani
tayari ameshamtanguliza Mungu. Nina imani hili jambo litafanikiwa, nina imani tutakula, na hata kama hauna senti 50 mfukoni, ila una imani, nina imani nitafika sehemu, nina imani. Sasa yule mzee imani yake iliweza kumpeleka kukopa mkopo benki, na kuamini ya kwamba ataweza kurudisha riba ile. Na kama tunavyofahamu, benki huwa kuna taratibu, kila taasisi zimekuwa na taratibu zake nzuri kabisa kuhakikisha kwamba mtu anapokopa anarudisha kwa muda mwafaka yale marejesho na kuendelea. Kama anaendelea kuwa mteja tena ndio hivyo. Na kuna wengine imekuwa ikitokea sintofahamu, mikopo inawaliza. Unaweza ukajiuliza hapo, je, mkopo huu uliweza kumsaidia mzee huyu kulingana na imani yake aliyokuwa nayo, au ilimliza? Na wewe pia mtazamaji, katika maisha yako kuna mkopo wote ambao umeshawahi kukuliza ama kukutesa licha kuendelea kumtumainia Bwana? Yule mzee kwa kufupisha hadithi hii, yule mzee akaamua kwenda kukopa benki. Na baada ya kukopa benki ile fedha, sitoitaja ni kiasi gani, lakini alienda kakopa, akahakikisha kila kitu amelipia. Kwa mwanae amelipia ada na nyumbani maendeleo amefanya, wamekula vizuri nyumbani, wamependeza hivyo, na maisha yameendelea. Lakini kutokana na ile hali ambayo ilikuwa ikiendelea, bado changamoto, yani haikuwa shina, ilikuwa kwamba ndo shina la kuhakikisha kwamba ile changamoto imeisha. Cha kushangaza, yule mzee alipoenda kukopa benki ile fedha, bado mambo ndio yalizidi kuwa magumu. Yalizidi kuwa magumu. Unajua kuna sehemu ambapo kwa akili zetu sisi binadamu, tunapokuwa tukitazama kwa macho ya nyama, tunaona kabisa hapa, mbona ninaenda ili swala kulitatua, mbona ili swala naliweza. Lakini kwa macho ya kiroho tunakuwa tumefumbwa kabisa na hatuelewi chochote. Na hilo ndilo kusudi la Mungu, kufahamu ni namna gani ana nafasi kubwa katika maisha yetu. Nikusii tu mtazamaji uweze kututumia maoni yako kwa ushauri wako kupitia namba za hapo juu ambazo unazitazama. Zitakufanya wewe tuweze pia kusikia kila ambacho umeweza kujifunza siku hii ya leo. Mambo yalivyozidi kuendelea, akakopa ile fedha na kwenda benki, akahakikisha mambo yamekaa vizuri. Lakini pia cha kushangaza, kama nilivyokuambia, kwa macho ya nyama unaweza kaona kwa sisi binadamu hapa ili swala nimelitatua kabisa na nimefanya vizuri. Aliweza kulipa ada. Sasa kwenye swala la kurejesha yale marejesho kwa wakati, yule mzee hakuweza kufanikiwa kwa wakati. Na kama unavyotambua, taasisi nyingi kama mabenki haya wamekuwa usiporejesha kwa wakati sahihi, nao pia wanachukua hatua nyingine ya kufanya mnada ama kuuza nyumba yako. Je, wewe pia ulishawahi kufanyiwa mnada katika maisha yako, ama kuna kisa chochote kilishawahi kukuumiza, kukupitia changamoto kwa kuona kwamba hili swala nitalitatua, lakini pia likaibua jambo jingine zito ama tatizo jingine kubwa zaidi ambalo liweza kufanya ukanyong'onyea kiroho zaidi? Yule mzee siku zilivyozidi kwenda, miezi ikazidi kusogea, hawezi kupata fedha tena, na ada kule mtoto ikaisha. Nyumba yake iliweza kutangazwa mnada. Mawakili walikuja wakampeleka mahakamani, na akatafuta naye pia wakili wake kujitetea, lakini nyumba iliweza kutangazwa mnada. Kama unavyofahamu, magari huwa yanapita mitaani na kutangaza kuna nyumba ya bwana fulani inauzwa, pressure juu, majirani watakuwa pale, ndugu na jamaa wenye upendo wa dhati watakuwa pale kukutia moyo, kukuhamasisha kwamba ili swala inawezekana huenda wasiuze kabisa. Ile nyumba iliuzwa kwa bei kwa gharama ambazo benki ambazo walikuwa wanahitaji ni zile tu ambazo alienda kukopa. Kwa hiyo kutathmini na ile nyumba, kwa kutathmini tu ile nyumba ambayo yule mzee aliyokuwa amejenga, fedha ilikuwa ni nyingi, lakini ile fedha ambayo benki walikuwa wanataka waiuze ile nyumba ilikuwa ni fedha kidogo sana. Kesi iliendelea kulindima mahakamani. Yule mzee hakuchoka kumtumainia Bwana na kushuka magoti yake, kuyasugua chini, kumwomba Mungu ili aweze kumuonesha ni njia ipi sasa sahihi ambayo anaweza kuifanya akaweza kufanikiwa na ile jambo. Siku zilivyozidi kwenda, yule wakili wake naye pia akashindwa ile kesi. Wakili akabaki kumlamba pesa tu,
anamwambia bana leta fedha, kesi inaendelea, hitaji 500,000, ndivyo hivyo. Maana kuna mawakili wengine sio mawakili wa Yesu, ni mawakili wa nyama tu, mawakili wa kibinadamu hawa, wenye akili zao binafsi, kutegemea mambo yao binafsi. Hivyo kesi ilivyozidi kulindima, yule mzee ikaonekana anaenda kushindwa kabisa. Mwishoni ukingoni, mzee wa watu kakata tamaa, kakosa matumaini. Anaona hili jambo mbona linaenda kuisha, hili jambo mbona linaenda kuniangamiza kabisa. Aibu hii nitaificha wapi? Sura yangu hii nitaiweka wapi? Nitapita wapi? Ndugu na jamaa watanionaje? Watanifikiria vipi? Watoto wangu nilionao hapa nyumbani wanalia, machozi haya wanayodondosha ni lini yataweza kukauka na asidondoke tena katika mashavu yao? Mke wangu ni lini ataweza kulala usingizi mnono huko akiendelea kumtumainia Bwana? Ni lini naye pia ataweza kutembea akidai kwa ukuu wa Mungu ambao anaendelea kumtendea licha ya magumu hapa na pale ambayo tunapitia? Sasa alikuwepo mjomba wake. Yule mjomba kama tunavyofahamu ndugu, mjomba mmoja katika wale ndugu akajitokeza. Walikuwa ni Wasukuma hawa. Yule mjomba akajitokeza akaanza kumtetea tena baada ya wakili kukimbia ile kesi, na mahakama ukumbuke hapo tayari imeshatangaza kwamba maana huwa kuna siku wanapewa, kuna siku huwa zinatolewa baada ya kutangazwa, lakini bado kuna siku za rehema, tunasema siku za rehema. Kama sisi pia siku zitavozidi kuendelea kusonga mbele, maasi na maovu yanavyozidi kuongezeka, unaweza ukajiuliza siku za rehema ambazo Mungu ataweza kuzitoa, utabaki kuwa wapi? Utabaki kuwa kulia ama kushoto, vugu moto katika maisha yako, au baridi? Yule mjomba alimsaidia yule mzee akasaidiwa na mjomba wake, sio kwa kulipa fedha. Mtu anakuja kukusaidia kwa kutoa maoni tu, bana maoni yangu unaweza kufanya 2-3. Yule mzee hakushindwa, alikuwa akienda kanisani asubuhi saa 11 alfajiri, anaenda kufanya maombi kanisani na anarudi nyumbani jioni, anaendelea na shughuli zake za hapa na pale, huku akiwa amejawa na uchungu, aibu, lakini pia akiwa amejawa na hofu ya kusema kwamba ni kweli Mungu ataweza kunitendea hiki kitu, maana nimemuomba sana kwa muda mrefu sana, nimedondoka magotini, nimefunga na kuomba. Kumekuwepo makanisa mengi na madhehebu mbalimbali, Waislamu wamekuwa na siku zao za kufunga 30, lakini pia Wakristo nao wamekuwa na siku zao za kufunga siku 40, kujinyenyekeza kwa Mwenyezi Mungu na kujisafisha kabisa kiroho. Yule mzee aliendelea kufunga na kuomba, huku mjomba wake naye pia akisimama kumtetea na kumpa njia ambayo itaweza kumsaidia kwa kibinadamu. Muda ulivyozidi kwenda, siku moja yule mzee akasema, yule mjomba akamwambia, tunaweza tukaondoka bwana, tukaenda tukatazama benki, je, ni fedha hizo tunaweza kuzilipa kwa kiasi gani? Wakaenda benki pamoja na watu mbalimbali ambao walikuwa wakisimamia ile kesi, wakaenda benki kujitetea ili waweze huenda tuna kiasi kidogo tu tunaweza tukatoa tukamaliza swala hili. Na mtazamaji, mimi nacheka na kwa sababu najua kile ambacho mbele kilitokea. Kuna mwingine anaweza kujiuliza yule mzee alichanganyikiwa kutokana na yale mambo. Mtoto anatakiwa aende shule, ada hamna, nyumbani anatakiwa wale, nyumba anatakiwa malize, kanisani kuna michango bado anatakiwa utoe, mambo ni mengi, heka za hapa na pale ni nyingi kweli kweli. Lakini yule mzee alienda kwa matumaini kabisa, akasema kwamba bana, nimekuachia, nimenyosha mikono juu, nimemwachia yeye aliyeko juu, muumba mbingu na nchi, ambaye ndiye amenifanya mimi leo niwepo hapa duniani, na ndiye atanifanya nitoweke pia hapa duniani, kurudi mavumbini. Akaenda akafika benki, akaanza kupekua pale. Walikuwa na kiasi kidogo hapo. Sasa wamejikakamua ndugu jamaa na marafiki huko, kwenda kuokoa jahazi. Nasema kuokoa jahazi linaloenda kuzama. Na nikukumbushe tu ya kwamba kuna wakati unaweza kuona Mungu amekuacha,
na ukaona kabisa matumaini yangu yamekufa, mbona Mungu kama nioni? Mungu yupo. Kuna wengine pia wamekosa uvumilivu na kuanza kusema huyu ni Mungu wa namna gani? Ni Mungu asiyefaa, kuanza kukejeli kwa sababu kwa malengo na matamanio yao walitamani lile jambo litimie tu kwa wakati ambao walitarajia wenyewe, ambao muda waliopanga, bana mimi nahitaji miezi. Mungu hayuko hivyo, hayuko hivyo kabisa. Hayuko hivyo. Hayuko hivyo katika maisha yetu, hayuko hivyo. Anatenda jambo pale wanapoonekana wewe umeshindwa kabisa, umekosa tumaini, hayupo mtu wa kukusaidia. Umeshalia vya kutosha, muda umepita. Muda umepita kweli kweli. Umekaa nyumbani, umepigwa na vumbi, umepauka. Pale ndipo Mungu anapojitokeza na kuonesha ukuu wake. Kwa hiyo nakusihi katika maisha yako usikate tamaa. Nakusihi katika maisha yako usife moyo. Nakusihi katika maisha yako endelea kupambana, mtumainie Bwana, usiache kuomba. Na wala usiwe na malengo ya kuomba kwa kupitia mipango yako tu, bana mimi nahitaji ninunue gari. Sasa gari nahitaji ninunue ndani ya huu mwaka nitafunga na kuomba, watoto watafunga na kuomba. Atuli tunafunga na kuomba kwa sababu tunatakiwa tununue gari zuri, Harrier, Range Rover, Land Cruiser. Lakini baada ya kulinunua lile gari unasahau kwamba Mungu ni kitu gani ambacho Mungu amekutendea mpaka amekupa fursa, amekuonesha njia ya kuipata hiyo fedha kuweza kununua lile gari. Tunasahau. Mabega yanakuwa juu, kichwa kinasimama, kifua mbele. Tunatangulia njiani, tunatuna njiani, tuna gari. Hapo umeshasahau kabisa kwamba Mungu ndiye aliyekutendea miujiza. Ukipata ajali ama tukio lolote likijitokeza, unashtuka sasa, unatoka usingizini, unakurupuka kama popo anavyotoka kwenye banda lake na kuelekea nje kutembea. Unaanza kuwaza, Mungu nimekukosea wapi? Unashuka tena magotini. Huo ni unafiki. Hautakiwi kumwabudu Mungu kinafiki. Kama umeamua kumtumikia Bwana katika maisha yako, jitoe kikamilifu sasa. Jitoe kikamilifu mtazamaji. Kwa kupitia na tuma maoni yako, kuna muda ambao nitaupata niweze kusoma maoni yako kwa kina, kwa kila ambacho mtazamaji umekuwa ukisikiliza, na wewe pia umekuwa ukiendelea kubarikiwa zaidi. Huku nikitazama maoni ya watazamaji ambao wamekuwa wakiendelea kubarikiwa kupitia kipindi hiki. Sasa ninapoelekea kumalizia, kuna wengine wanasubiri, mtangazaji, tunasubiri basi utuambie mwisho wake ulikuwa ni upi, na mwisho wake unakuwa ni mzuri ama mbaya. Unaweza kukaa ukafikiri mwisho wake ulikuwa vipi, lakini yule mzee na ndugu baada ya kuhangaika huku na kule, huku nikitazama maoni ya watazamaji, tazama maoni ya watazamaji. Utazama maoni ya watazamaji, kila ambacho wanakituma kwa sasa, licha ya mtandao kutokuwa mzuri. Yule mzee alipambana na alipopambana, hatimaye siku ambayo wanaenda sasa kuangalia lile faili la ripoti ya fedha ambayo wanadaiwa na wanatakiwa wamalize kwa wakati, licha ya nyumba muda huo ipo kwenye mnada. Sasa tumbo joto, kuna wengine, wewe kuta mwingine mwenye moyo mdogo kashazimia, kashaona kabisa hapa nini, sijui nitoroke tu, watoto ni waache. Mtu ambaye yuko tayari kumtumikia Bwana na mambo yake tu, anaona hili janga mbona limekuja, nitoroke nifanye. Hata unaweza kujichukulia maamuzi yote ambayo si sahihi katika maisha yako. Mwingine anaweza hata kuondoa uhai akaona ni solution, wakati kumbe solution la kuondoa tatizo hili ni Mungu pekee. Ni Yesu Kristo ambaye aliweza kutufia msalabani, ndiye suluhisho kuu katika maisha yetu. Damu yake imetutakasa sote. Ndio maana leo tuna nafasi ya kupiga magoti na kumshukuru. Yule mzee, cha ajabu, walipoenda kutazama sasa, walipoenda kutazama benki
lile faili kama nilivyokuambia. Mimi mwenyewe ngoja nicheke tu. Walipoenda kutazama, baada ya muda kidogo walipokuja kurudishiwa sasa taarifa zile, yule mzee akaambiwa, deni lako limefutwa tena. Deni lako alipo haudaiwi. Yaani hauna deni tena. Hamna mtu, benki haikudai. Ilikuwa hapo unadaiwa sijui kuna milioni ngapi umekopa, zote haudaiwi. Na hiyo pesa uliyokuja nayo kwamba mtadunduliza sasa ambayo mmechanga uko mzima ili muweze kulimaliza, kwa kweli rudi nayo baba. Yule mzee akarudi na pesa. Je, ingekuwa ni wewe, furaha ambayo ungeipata pale? Unajua kuna vitu vingine kama Naamani alikuwa na ukoma, na alikuwa na ukoma, akaenda kuoga mto Jordan mara 7. Mara kwanza akadumbukia, bado akadumbukia tena, bado akadumbukia tena, bado mambo yako vile vile, akadumbukia tena. Lakini mara mwisho alipodumbukia na kutoka, akaonekana amenawili, magonjwa yote yamekwisha. Ule ukoma aliokuwa akijisugulia, wewe unakuwa na ukoma, unakaa upele, unajikuna tu, unajikuna tu, Naamani aliyekuwa na ukoma akaoga mara 7 na alikuwa akijikuna kweli kweli. Na ni magonjwa ambayo usizani kwa ulimwengu wa kisasa sasa hivi mtu anaweza akaugua, ndugu na jamaa, mtu ameugua kidogo tu ana kikohozi kama kwenye corona pale, mtu tayari ameshamkimbia, watu wanakukimbia, wanavaa barakoa. Je, ungekuwa wewe sasa ndiye mke wa Naamani, nini ambacho ungekifanya? Ungemkimbia mume wako kama huyu mama ambaye amevumilia na huyu mumewe mpaka Mungu kuonesha ukuu wake? Na ndivyo sasa inahakikisha kwamba na kutuonesha ni kwa namna gani Mungu ambavyo anaendelea kutenda miujiza. Lile deni lilifutwa, na lile deni lilivyofutwa yule mzee alifurahi, na alifurahi sana na watoto wake. Akamwambia mamake kwamba lile deni limefutwa. Akamwambia mzazi wake. Ilikuwa ni sherehe kwa kweli, ilikuwa ni sherehe. Tumezoea kuwa na sherehe hizi sikukuu, lakini ile unaweza kujiuliza ilikuwa ni sherehe kweli kweli. Lile deni lilifutwa na ile nyumba haikuuzwa mpaka leo, na yule mtoto alisoma akamaliza shule na maisha yakaendelea, na sasa ana kazi. Kwa hiyo unaweza kujiuliza ni kwa namna gani Mungu ambavyo anaweza kusimama na wewe, na akaona kama amekuwa wewe, ukaona kama vile mbona ameniacha, lakini kumbe bado amesimama na wewe katika maisha yako. Je, katika maisha yako pia na una kitu gani ambacho kimekuwa kikikugusa, na nini ambacho umejifunza kupitia kitu hiki? Huyu anasema, naitwa Edmund Lucas Mchimbi, naomba kujua vipi naweza kupita magumu nisiyoyaona kwa sasa. Unaweza ukapitia magumu ambayo ukaona kabisa haya magumu mbona ni kama vile ni ka upepo fulani hivi kanapita hivyo, ukaona unajua hivyo, kuna maswali mengi ya kujiuliza. Mbona ndugu ameniroga ndugu? Kuna wengine akishapata tu amepata tu kitu kadogo tayari ameshaanza kusema ndugu ameshaniroga. Jamani, ndugu ana wivu na mimi. Hivyo yani tayari watu wanakuwa na imani potofu kwa sababu hawajamweka Yesu Kristo kuwa wa kwanza katika maisha yako. Ndio hiyo, na hiyo ni moja ya kati ya athari kubwa sana ya binadamu sisi ambao tunakutana nayo. Kitu kidogo tu tayari mtu ameshaibuka kwa wachawi. Huyu anasema sasa ni muda wa kusoma maoni, kutazama kwa kile ambacho, maana nimezungumza sana na nimekupa kitu ambacho ni cha mfano halisia na wala sio hadithi tu kutoka kwenye vitabu. Kwa kweli umepita kwenye maisha yangu kabisa. Naitwa Esther kutoka Pelamiho, Songea. Huyu anaitwa Esther, na yeye pia kupitia simulizi hii, hadithia na hadithi imeweza kumgusa kwa namna fulani hapa nyingine. Anasema, shalom shalom, naitwa John, pamoja sana mpaka tamati. Mungu akubariki sana. Mtazamaji, tutumie maoni
Tutumie maoni mtazamaji. Ni fursa pekee kwako mtazamaji kutoa dukuduku lako la moyoni kuhusiana na kile ambacho Mungu ameweza kukutendea kila siku unapokuwa unaamka. Hebu jiulize. Unajua kuna mwingine ukianza kumuuliza, hivi wewe leo Mungu amekutendea nini? Anaweza kukuambia, Mungu mimi hajanitendea kitu. Ila hapo ulipoamka sasa, hapo ulipoamka umechukua Biblia umeenda kanisani, ni kwa muujiza wako wewe mwenyewe au wa mganga wako? Si ni Mungu? Kwa sababu hata mganga huyo ambaye ukiwa unaenda matunguli yale anakuwekea kichwani, anazungusha, mara upeleke kuku mweupe, mara mbuzi, huyo yeye mwenyewe anamtegemea Mungu kwenye maisha yake. Kuna muda anakwama kabisa, naye anasema Mungu nisaidie. Kama mwizi tu anapoenda kuiba dukani au anapopanga mipango yake, naye pia anamtegemea Mungu. Mungu naomba unisaidie ninapokamatwa kule, jambo langu nilifanikishe. Je, wewe unayemwamini Mungu katika maisha yako na unaenda kusali kila siku, kwa nini usimtumikie Mungu? Huyu anasema anaitwa Azgari Majuba Ukonga. Maoni yangu, tumshukuru Mungu kwa kila jambo. Kweli ni kumshukuru Mungu kwa kila jambo na kuridhika na kile Mungu ambacho amekutendea kwenye maisha yako. Huyu anasema tayari nimeshasoma ujumbe wake. Huyu tayari naye pia bado jumbe watu wanatuma. Huyu anasema naitwa Musa Mchali, nipo Miganga Dodoma. Kisa kimenibariki sana. Hakika Mungu anaweza yote. Ubarikiwe sana ndugu mtangazaji. Asante sana. Hiki kisa na imani kimekubariki mtazamaji ambaye unatufuatilia. Tuma ujumbe mtazamaji, na kusie uweze kutuma ujumbe. Nambari za simu ziko hapo. Ni bure kabisa. Wala hamna fedha yoyote kwamba tunakutoza, hapana. Ila ni bure kwa sababu ni kazi ya Bwana. Tuma ujumbe. Nasi pia tusikie kila ambacho kiko ndani yako kinachokusukuma katika maisha yako kuendelea kumtumainia Bwana. Naitwa Ellen kutoka Musoma. Umegusa maisha yangu. Ubarikiwe sana. Amina Ellen. Endelea kumtumikia Bwana, na hata unapitia hayo majanga na matatizo ya hapa na pale, usitangulize wachawi kuwa wa kwanza katika maisha yako. Huyu anasema naitwa tayari huyu anasema mwingine anasema kwamba naitwa Joshua kutoka Mwanga Kilimanjaro. Huyu kutoka Kilimanjaro, kijiji cha Mangara. Kwa kweli hili jambo limenigusa pakubwa sana. Kwa kweli kila kitu nitamtanguliza Mungu. Ametuma jumbe mbili. Ya kwanza ni hiyo, ya pili akasema kila kitu nitamtanguliza Mungu. Amen, amen. Ninakusihi uendelee kumtanguliza Mungu kuwa kwanza katika maisha yako. Aya, huyu mwingine anasema mtazamaji, nakusihi uendelee kutuma ujumbe wako. Tuma ujumbe wako. Huyu anasema kwamba naitwa Pendo Chimanguli, natoka Simiu. Nimebarikiwa sana mtumishi wa Mungu, nimeguswa sana hadi nashindwa kuongea, ila kikubwa tuombeane. Kikubwa tuombeane. Kumbuka kumwombea jirani yako, sio wewe unajijali mwenyewe binafsi. Kama Mungu pia angekuwa anajijali yeye, sidhani kama mimi na wewe tungeonana wala tungekuwa hapa katika ulimwengu huu kwa dhambi tulizo nazo. Huyu anasema kwamba anaitwa Charles kutoka Manyara. Je, nitajuaje kuwa Mungu ninayopitia ni jaribu langu? Ni tayari kwa kupitia ile hadithi na imani mtazamaji, kuna kitu umejifunza. Kuna vitu inahitaji uendelee kumtumania Bwana ili aweze kukuonesha kiroho. Kwa macho ya kibinadamu uweze litambua. Huyu anaitwa Charles tayari. Anasema huyu ametuma ujumbe mrefu kweli kweli. Anasema naitwa Gasto Riziki, nipo Iringa Kilolo. Hakuna jambo Mungu ukimuomba anashindwa kukusaidia. Mungu atakupa majaribu makubwa, huhangaike sana, then anakupa furaha. Unaona? Ndio maana walisema mtakacha uvunguni sharti ainame. Lakini pia anasema Mungu ashwindi. Anasema naona mambo hayajakaa vizuri hapa, hajaandika vizuri, lakini anasema Mungu ashindwi na lolote. Amen, amen. Jumbe ni nyingi na muda wetu unapoelekea ukingoni, watu ndipo wanazidi kuamka. Jumbe ni nyingi. Wanasema kwamba naitwa Aliziki Mohamed. Kweli mtumishi, wakati wa Mungu ndiyo sahihi. Jamani, tumtegemee Mungu kwa kila jambo. Tumtegemee Mungu kwa kila jambo. Huyo si mwingine ni Riziki. Lakini huyu pia anaitwa
Huyu ametuma jumbe 2 mfululizo, anasema kwamba anaitwa Ahmad toka Lindi na Chingwea Marambo Litula. Napenda kusema Mungu ndo kila kitu katika maisha yetu yoyote. Anasema yote wewe, anasema kwamba wote na washauri tuendelee kumtukuza Mungu kwa sababu anatupa uhai na pumzi hadi leo kabisa. Si mganga anaweza kukupa pumzi bwana, maana mganga hata yule unaenda kuhakikisha kwamba ndo atakuweka mjini, yeye mwenyewe kuna muda mambo yanamshinda, anarudi magotini na kumshukuru Mungu. Huwezi jua ni muda upi ambao yeye anapiga magoti kumshukuru Mungu. Naitwa Zena Hassan Chilowanka, natokea na Mangale Lindi. Napenda kuwatakia heri na baraka kwa Mungu. Ndio mgawa riziki kabisa. Mungu akubariki. Jumbe ni nyingi kwa kweli mtazamaji. Kila ninapofungua ujumbe unaingia, na kusi mtazamaji, muda unavyozidi kuyoyoma, tumebakiwa dakika chache tu tuelekee ukingoni kwenye kipindi hiki, lakini nakusi uendelee kuwa na ile hali ya kuendelea kutuma ujumbe wako. Natamani kujua wewe unasumbuliwa na nini. Naitwa Jesse kutoka Muleba. Naamini hakuna mganga zaidi ya Mungu. Tumkubali Mungu. Mkubali Mungu katika maisha yako. Nakusihi mkubali Mungu. Usisubiri siku mambo yamekufika shingoni ndio unaanza kumkumbuka Mungu. Na Mungu hayuko hivyo, na yeye atakukumbuka kabisa, kwa sababu kwenye raha ulikula mwenyewe, na kwenye shida unataka umshirikishe kweli. Huyu anasema imani ni bayana ya mambo yatarajiwayo na yasioonekana. Kwa imani tunashinda. Anaitwa Reuben Ankio, anatokea huyu Arusha. Imani ni bayana ya mambo yasiyotarajiwa. Ni kama mzee huyu na yule kijana, namna jinsi alivyokuwa. Muda wetu unapoelekea ukingoni kwenda kutamatisha kipindi hiki, jumbe ni nyingi. Anasema kwamba anaitwa Mama Jose kutoka Singida Iramba. Nashukuru sana kwa mafundisho ya leo. Kumcha Mungu ni chanzo cha hekima. Kumcha Mungu ni chanzo cha hekima, na kumcha Mungu ni chanzo cha maarifa. Kwa kweli inabidi tumshukuru Mungu. Huyu hajataja anatoka wapi. Kwa dakika chache nilizonazo mtazamaji, nimependa kukushukuru sana kwa yule ambaye ulikuwa nasi kwa kutazama kipindi hiki hadi tunapofika tamati. Lakini kwa ujumbe wa mwisho kabisa, huyu anasema kwamba anaitwa Onesmo Milanzi Movanga kutoka Masasi, kijiji cha Mwambao. Amen. Tuendeni kwa Kristo wote. Leo Jumapili tutamletea Mungu baraka zote. Mungu akubariki sana kwa yule ambaye ulikuwa nasi na kutenga muda wako kutufuatilia kupitia kituo chako bora cha kurusha matangazo Star TV kuanzia mwanzo. Hizo ni moja kati ya shuhuda tu ambazo nimekupa, na shuhuda nyingi zipo za kutosha tunazo tu kupitia kipindi hiki cha Amka Tumsifu Mungu. Ulikuwa nami mtangazaji wako Andrea Amos Masanja. Nikukaribisha sasa katika kipindi kingine, muda si mrefu tutarejea hapa tena. Endelea kuselelea matangazo haya na mshirikishe na jirani pia.